Joseph Warden, kijana mwenye umri wa miaka 32 aliyepitia changamoto ya kifua kikuu, anasema kuwa moja ya sababu zilizosababisha kuchelewa kupata msaada ni mtazamo hasi wa jamii kuhusu ugonjwa huu. Dalili ya kifua nilianza kuiona tangia mwaka jana mwezi wa kwanza. Nimezunguka kutumia dawa aina zote, sikufanikiwa kupona. Nikamfuata dada huyu kama kesho yake, kanielekeza pale, nikampa makozi yangu, kaenda kuyapima. Katika kuyapima akanifuata tena kwa mara nyingine, akaniambia wewe na wadudu. Nikamwambia sawa. Akaniambia uko tayari kwanza dawa? Nikasema ndio. Wakati hapo nimezunguka sana kweli. Upande mwingine, Lucrencia Malekela, mhudumu wa ngazi ya jamii, anasema kuwa imani potofu kuhusu kifua kikuu ni mojawapo ya sababu kubwa zinazofanya watu wengi kutojitokeza kupata matibabu hadi hali zao zinapokuwa mbaya zaidi. Kuna watu wengine wanahisi kuwa hii homa ya kulogwa, kifua kikuu cha nini cha kulogwa, sababu wapo ambao tunakutana nao. Mimi mwenyewe si muda mrefu na yupo kwenye dawa hajamaliza mwingine. Tumembembeleza sana kuja kwanza kufanya tu vipimo. Imekuwa changamoto. Yeye na familia yake tumeshirikiana, lakini yeye binafsi alikuwa hayupo tayari. Lakini bahati nzuri akakubali. Alipokuja kupima ni kweli ana kifua kikuu, yeye na mtoto wake. Afisa muuguzi msaidizi kutoka kituo cha afya Rwanda jijini Mbeya, ambaye pia ni msimamizi wa masuala ya kifua kikuu, Angela Mongolumba, anasema kuwa ni muhimu jamii kuacha dhana potofu, kwani ugonjwa huo upo na unatibika. Kwa idadi kubwa katika jamii, elimu bado iko chini sana. Walio wengi wanadhani kwamba akiugua kifua kikuu basi atakuwa, yani kwamba vile atakuwa amelogwa. Kwa hiyo mara sana wanakimbilia kwa waganga wa kienyeji. Tuelewe kwamba kifua kikuu kipo na kilikuwa toka miaka ya nyuma. Mtu akishaona kwamba ana dalili ya kukohoa zaidi ya wiki 2, aje kituo cha afya kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Hii huduma ni ya bure. Hakuna hata shilingi, hata shilingi moja. Vile vile Agley Mkalawa, mratibu wa mwitikio wa kudhibiti kifua kikuu na ukimwi Tanzania, MKUTA, katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, anakiri kuwepo kwa dhana hii potofu. Anasema kuwa taasisi yao inaendelea kutoa elimu na mikakati ya kukabiliana na changamoto hii kupitia watu waliopata ugonjwa huo kisha wamepata matibabu na kupona, akiwepo yeye mwenyewe. Utoaji wa elimu dhidi ya kifua kikuu kwenye ngazi ya jamii kwa kuwatumia watu waliopata kuugua kifua kikuu na kupona kutoa ushuhuda. Kwa hiyo kile kitendo tu cha mtu hawa wanachama wetu ambao waliugua kifua kikuu na wakapona, wanapotoa ushuhuda, wanapokuwa kwenye jamii, wanapotoa elimu, inasaidia jamii kuamini kirahisi kuliko akaja mtu mwingine ambaye hana hii. Wito umetolewa kwa jamii kuachana na imani potofu na kutafuta msaada kwa wataalamu wa afya pale tu wanaposikia dalili za kifua kikuu ili kuepuka madhara makubwa na kuokoa maisha. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.